Mvua zilizonyesha mwaka 2023 zilisababisha madhara mbalimbali mijini na vijijini mkoani Manyara, ikiwa ni pamoja na miundombinu ya barabara na madaraja kuharibiwa vibaya. Katika makala hii iliyoandaliwa na mimi Zakaria Mtigandi, utapata kuona jinsi wakala wa barabara za mijini na vijijini TARURA mkoani Manyara ilivyoshughulikia uharibifu huo. Tuanze katika mji wa Kateshi wilayani Hanang' ambako barabara nyingi zilibomoka. Kutoka yale mafuriko ya mwaka 2023. Kwa hiyo ilitengeneza korongo la mita 800 ambapo upande mbili zilikuwa haziwasiliani. Kulikuwa na korongo kubwa hapo kama la mita 2.5 hivi depth yake, kina chake. Kwa hiyo mwaka jana wameingia mkataba na ofisi ya TAMISEMI mradi wa bilioni 4.02 ambao utekelezaji wake umeanza mwezi wa 10 na unategemea kukamilika mwezi wa 4. Lakini kwa hapa sasa tulipofikia, maana shimo limeshafukiwa, sasa hizi kazi zinazoendelea ni kujenga hii mitaro ya pembeni, mifereji ya maji, ambapo tunategemea sasa hizi wananchi watafurahia, wanafurahia maendeleo haya yanayofanyika. Jamii inayoishi kando ya barabara hii iliyopewa jina la barabara ya Kondoa, hatua hii kwa jamii hiyo ni faraja. Tunamshukuru Mungu kwa barabara hii, ilikuwa ni mbovu, lakini kwa kweli tunamshukuru Mungu, maana tuliomba Mungu na ameonekana. Kwa kweli barabara sasa hivi tunaona ni nzuri, imetengenezwa. Mahali ilikofikia ni mahali pazuri. Kwa tunaona mambo sio mabaya. Ilikuwa kwenye hali gani tete ambayo ilikuwa inawapa changamoto hapo? Kwa kweli ilikuwa ni kama korongo. Kwa hiyo sasa hivi tunaona imekuwa nzuri. Inaenda kwenye sehemu nzuri kama barabara sasa. Kwa wajasiriamali na ujenzi wa barabara ya Kondoa katika mji wa Kateshi ni fursa nyingine ya kujiongezea kipato. Kipindi barabara ilivyoharibika, biashara zilikuwa ngumu kwa sababu raia hawawezi kupita maeneo haya, wananchi walikuwa hawawezi kupita kwa sababu korongo lilikuwa kubwa sana. Tumenufaika kwa sasa hivi, na hata hawa wanaojenga barabara, wakandarasi, vijana wakazi wote tunawapikia chakula maeneo haya, tunanufaika kwa kipato ambacho wanatupatia tukiuza chakula. Kwa hiyo tumenufaika pakubwa sana, na tunashukuru uongozi na tunaishukuru serikali kwa kutukumbuka watu wa maeneo haya ya Manangararai. Vijana kutoka maeneo mbalimbali wamepata ajira katika ujenzi huu. Kwa huu mradi mimi naweza kusema umenufaisha mimi pamoja na vijana wengine ambao tuliokuwa nao hapa, kwa sababu kama unavyoona, sijui uko mbele kama atasuasua, lakini kwa kuhusu material ambayo tunayaona hapa sio ya kuisha leo la kesho, kwa mimi ninavyoona. Kwa mimi kama mimi na vijana waliopo hapa, naweza kusema tunanufaika, kwa sababu unachofanya ukifika last time fanya ambao umekubaliana unalipwa. Tunaweza kusaidia familia zetu, tuweze kuanzisha miradi tofauti. Tunaweza kuanzisha hata mradi wa kuku nini, ukaweza kuendesha maisha yako bila shida yoyote. Kwa hiyo mradi una faida nyingi sana kwa upande wetu sisi vijana. Tunashukuru serikali kwa kutuletea huu mradi. Tukitoka barabara ya Kondoa katika mji wa Kateshi wilayani Hanang', na sasa tuangazie wilayani Babati. Daraja la Ali katika kijiji cha Ali ni eneo mojawapo lililofanywa ukarabati. Awali wakati daraja limetengenezwa, hili daraja lilikuwa tusaidia sisi. Wakati wa awali kulikuwa na mafuriko hapa, kwa maji yanatuama mpaka inafika kiwango si hatupiti. Kwa hiyo ikifika wakati mwingine tunaacha tupiki huko ng'ambo mpaka mvua ikatike. Kwa hiyo kutoka mvua ikatika mpaka saa 8 usiku tunakaa huko kanda huko. Lakini baada ya daraja kutengenezwa, daraja limetengenezwa ikawa rahisi, na pia wanafunzi wakawa wanapita kwa usalama zaidi. Kipindi cha awali wanafunzi walikuwa hawapiti kwa sababu mafuriko yanajaa, na daraja hili ni muunganiko wa shule ya sekondari na shule ya msingi. Kwa hata walimu ambao wanatoka huko mjini ili wakafundisha shule fulani tu, shule ya Alizayo, kwa walikuwa hawapiti. Na hata pia wanafunzi wote tunawabeba kwa sababu ni wadogo, na baadhi ya walimu tulikuwa tunawabeba.
Katika wilaya ya Mbulu nako maeneo mbalimbali yakiwemo madaraja yaliharibiwa na mvua mwaka 2023. Daraja hili limefanywa maboresho na TARURA kwa ubora wa kipekee. Tulianza kujenga ujenzi wa daraja hili kwa mwaka wa fedha 2023-2024 kwa kupitia fedha za tozo. Mradi huu umetekelezwa na mkandarasi anaitwa Rascam wa Morogoro na ni mkandarasi mwanamke. Umegharimu kiasi cha shilingi za Kitanzania milioni 158,734. Kabla ya utekelezaji wa mradi huu tulikuwa na daraja hapa la mbao na magogo kama linavyoonekana pale. Hasa msimu wa mvua ikaonekana changamoto kwamba hili daraja lilikuwa linaoshwa na maji mengi ambayo yalikuwa yanapita kwenye eneo hili. Kwa kukawa na wanafunzi wengi kama wanavyoonekana hawa hawezi kwenda shuleni kipindi chote kile cha msimu wa mvua. Sasa tukaona kama serikali kuna haja ya kutatua changamoto hii ambayo inakumba wananchi na wakazi wengine zaidi ya 3,000 wanaotumia eneo hili kupata huduma zingine za kijamii kama huduma za afya, huduma ya elimu, lakini pia kwenye mji wa Mbulu ambao uko jirani na hapo. Tuna wakulima, tuna wachimba dhahabu huku ambao wote wanategemea eneo hili kupita kufikisha huduma zao kwa maeneo mengine hapa ya jirani. Kwa hiyo kama serikali tukaona tutekeleze mradi huu wa daraja la wapita kwa miguu ambalo linaonekana kama hivi lilivyokamilika. Daraja hili lina uwezo kupitisha tani 2 za uzito. Na kwa makisi yetu haraka linaweza kudumu miaka 40 mpaka miaka 50. Daraja la Kimana wilayani Kiteto ni miongoni mwa miundombinu iliyoboreshwa baada ya kuharibiwa na mvua za mwaka 2023. Uharibifu ule kwa sasa imebaki historia. Tunapata tabu sana kupita huko. Alafu mvua zikinyesha linajaa maji. Saa zingine watoto wanaenda na maji, hata watu wakubwa wanaenda na maji. Kama mwaka juzi kuna mtendaji alipita hapa, bahati mbaya kaenda na maji na akafa. Kwa hiyo limetusaidia kiasi kikubwa sana kusafirisha mazao na safari za kwenda hospitalini Kiteto mjini. Kabla ya ujenzi wa daraja lile, uvukaji wa eneo lile ulikuwa mgumu sana kipindi cha mvua. Kwa mvua zikinyesha, wananchi wanasubiri ng'ambo ya pili na wengine wanasubiri ng'ambo ya pili, na unapojua pale ni barabarani, hakuna hata nyumba. Kwa hiyo kufika kwenye huduma za afya na maeneo mengine ya kibiashara ilikuwa ni changamoto kubwa sana. Wakati mwingine walikuwa wanakaa pale watu zaidi ya masaa 3-4 kusubiri maji yaweze kupita. Lakini sasa ule uchelewaji tena haupo. Watu wanavuna mazao yao, wanasafiri kwenda masokoni na shughuli za kibinadamu zinaendelea sasa vizuri. Na daraja lile lilianza tulianza ujenzi wa daraja lile mwaka 2024. Na likakamilika 2025 mwezi wa 7. Kwa hiyo limekuwa ni mkombozi sana. Katika wilaya yetu ya Kiteto kama umeona pale tuna daraja lingine la jirani la mawe pia na lile ambalo umeliona. Ile la nyuma ambalo tulijenga kwa fedha zetu za ndani ni fedha za tozo ya mafuta ya shilingi 100 kwa lita. Kwa tutumia jumla ya milioni 146 tu. Na ile lingine lenye milioni 405. Na ukitazama ile korongo tungetumia teknolojia nyingine ya madaraja mengine ya zege, tungetumia zaidi ya shilingi milioni 800 pale. Kwa ujenzi wa daraja kwa gharama ile tumeokoa zaidi ya shilingi milioni 400. Kwa hizo zinakwenda kwenye maeneo mengine na kutatua maeneo mengine yenye changamoto zinazofanana na ile. Shughuli za ujenzi wa madaraja unaendelea maeneo ambayo changamoto hii ni kubwa. Mtazamaji, tuangalie pia barabara za kiwango cha lami zilizojengwa. Wilaya Simanjiro ni eneo mojawapo ambalo miundombinu ya barabara inaendelea kuboreshwa. Kama mji una lami, kwanza namba moja hamna maendeleo kwa sababu hamna njia ya kupita. Ukiwa na njia ya kupita, maendeleo lazima yawepo. Baina ya kuwasiliana ng'ambo nyingine na ng'ambo nyingine. Mradi huu ulikuwa unatekelezwa na mkandarasi Ima & Sons Contractors Limited ya Moshi. Mpaka sasa mradi huu umekamilika na ulianza mwaka jana mwezi wa 4 tarehe 2 na umeisha tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka jana. Na hadi sasa tumeshalipa milioni 472 kati ya milioni 480 za mradi. Faida ya mradi huu kwa mji wa Simanjiro ni nini? Faida ya mradi huu kwa mji wa Simanjiro ni kuboresha ukuaji na utunzaji wa mandhari ya mji wa wilaya ya Simanjiro kama maelekezo ya serikali kuu yanavyoelekeza. Barabara hizi za lami kwa Simanjiro tunajenga na
baadhi tulivyotenga ile bajeti zilikamilisha hadi bajeti ya taa, lakini kuna baadhi ya barabara tumepeleka gharama za taa kwenye utekelezaji wa miradi mingine, ila miradi mingi ya lami kwa Simanjiro mkakati ni kuiwekea taa kwa ile iliyojengwa bila taa. Barabara inapoboreshwa angalau tuna magari yetu yanakuwa yako hayapati uharibifu wa vipuri. Tofauti na hivyo, barabara isipoboreshwa basi magari yanakuwa yanaharibika mara kwa mara. Kwa hiyo nayo inakuwa ni changamoto. Lakini itapowekwa lami, kwa barabara magari yanakuwa kwanza moja hapo yanakuwa ni masafi, mbili hata vipuri haviharibiki mara kwa mara. Kwa hiyo hizo changamoto zinakuwa zimepungua. Msisitizo wa wataalamu wa ujenzi ni kuona barabara zinakuwa kwenye ubora unaotakiwa siku zote. Kwa pindi inapotokea barabara imekatika au imeharibika kwa namna yote ile, iwe ni mvua, labda magari makubwa yanaozidi uwezo wa barabara husika, lazima kunakuwa na athari katika jamii. Ikiwa ni pamoja na mikusanyiko ya watu, lakini pia kutembeleana, kwamba watu wanashindwa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine ya pili kwa ajili ya mawasiliano. Na maisha ya kawaida lazima watu wawasiliane. Lakini pia kiuchumi, jamii inasika sana kiuchumi, kwa maana kwamba barabara kama zimekatika, ina maana hata gharama za usafirishaji zinakuwa ni kubwa, kwa maana usafiri wa abiria, lakini pamoja na mizigo yao. Lakini pia mwanadamu anaweza kushinda kupata mahitaji yake ya muhimu, ikiwa ni pamoja na elimu, afya na vitu vingine vifana kama na hivyo. Uwepo wa TARURA na umuhimu wake unapimwa kwa matokeo mbalimbali chanya. Salim Bwaya ni meneja wa TARURA mkoa wa Manyara. Miaka 5 iliyopita lami kwetu mkoa mzima ilikuwa ni kilomita 17.4. Lakini leo tunapozungumza tuna kilomita 40.2. Aidha, barabara za changarawe zimeongezeka kutoka kilomita 1225 iliyokuwepo wakati ule mpaka kufikia kilomita 1732. Aidha, barabara za udongo zimeendelea kupungua kutoka 5364 ambazo zilikuwepo wakati ule mpaka kufikia sasa hivi 5125. Madaraja yameongezeka kutoka 2831 yaliyokuwepo wakati huo mpaka sasa hivi kufikia 3156. Taa za barabarani pia kwenye miji yetu zimeongezeka kutoka 182 mpaka kufikia sasa hivi 472. Kwa hiyo utaona ni kiasi gani kwamba uwezo ule ambao tumeongezwa umetuongezea pia uwezo wa kuhudumia wananchi wetu. Mtazamaji, kwa nukta hiyo tunafikia mwisho wa makala hii kwa leo. Tulikuwa tukiangalia ukarabati wa barabara na madaraja yaliyoathiriwa na mvua vijijini na mijini mkoani Manyara chini ya TARURA mwaka 2023. Ulikuwa naye mtayarishaji na msimulizi wako Zakaria Mtigandi. Kwa heri.